Nafikiri katika siku ambayo mashabiki wa Manchester United waliisubiri kwa hamu kubwa kweli kweli, basi ni siku ya leo Jumatano ya Mei 21. Unajua leo Manchester United wanaenda kukipambania kikombe chao cha kwanza. Kama wakifanikiwa kubeba kikombe, leo kitakuwa ni kikombe cha kwanza katika msimu huu 2024-2025. Manchester United wanaenda kucheza finali ya Europa League ambapo wanakutana na Tottenham Hotspur majira saa 4 kamili. Yes, Manchester United wanaenda kucheza finali ya Europa League, finali ambayo imebeba matumaini makubwa sana kwa Manchester United. Kama wakiondoka na kikombe hichi cha Europa League, basi huko mitaa ya England, hata mitaa ya Bongo, unajua mashabiki wa Manchester United ndo mashabiki wenye hype kubwa zaidi duniani. Sasa kama wakifanya vizuri, wakafanikiwa kubeba ile kombe, timu pinzani mjiandae, hamtatoka ndani. Maana jiji zima litajaa kelele za Manchester United. Bana, unausubiri mchezo huu ukiwa wapi? Drop your comment hapo kwenye comment. Hapa ni Super 12 ya Dino Television. Endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Baada ya kukaa nje kwa takriban miezi 8 bila kucheza game yoyote akisumbuliwa na majeraha, Mr. Ballon d'Or Rodri anarejea tena kiwanjani katika mchezo wa Manchester City dhidi ya Bournemouth, mchezo wa ligi kuu ya nchini Uingereza EPL, ambapo aliingia katika mchezo huo katika dakika 83 ya mchezo akichukua nafasi ya Erling Haaland. Hii ni moja ya game fulani hivi ambayo tunaweza tukaita historical game fulani hivi ambazo sio rahisi kusahaulika katika uso wa dunia, kwa sababu ilitengeneza matukio ya kipekee kweli kweli. Manchester City versus Bournemouth, mechi ilimalizika kwa ushindi kwa klabu ya Manchester City, ushindi wa goli 3-1. Marmoush anafunga bonge moja la bao katika dakika 14 ya mchezo. Bernardo Silva katika kiwango top notch kabisa, dakika 38 ya mchezo anaweka goli la pili kwa klabu ya Manchester City. Dakika 89 ya mchezo Gonzalez anaweka chuma cha 3 kwa Manchester City. Hii mechi bana ilitoa red card mbili kwa pande zote mbili. Manchester City wakipata red card kupitia mchezaji Mateo Kovacic katika dakika 67 ya mchezo, huku upande wa Bournemouth wakipata red card kupitia mchezaji Lewis Cook katika dakika ya 73 ya mchezo. Ukiachana na tukio la kipekee la Mr. Ballon d'Or Rodri kurejea uwanjani, kulikuwa na tukio lingine adhimu ambalo lilifanyika baada ya mechi hii, Manchester City versus Bournemouth, ambapo tuliweza kushuhudia King KDB Kevin De Bruyne akiagwa rasmi na klabu ya Manchester City. Unatambua Kevin De Bruyne anaondoka pale katika klabu ya Manchester City. So jana ameagwa rasmi kabisa akiwa na familia yake nzima mbele ya maelfu ya mashabiki wa klabu ya Manchester City. Kevin De Bruyne amepewa heshima yake kwa sababu ni moja kati ya watu ambao wameitumikia Manchester City kwa muda mrefu, lakini pia kwa mafanikio makubwa sana. KDB ameitumikia Manchester City kwa takriban miaka 10, akifanikiwa kufunga magoli 108 katika michezo 421. Lakini pia ukiachana na performance yake kubwa katika kila mechi ambayo alikuwa akicheza akiwa Manchester City, Kevin De Bruyne amebeba major trophies ama vikombe vikubwa katika klabu ya Manchester City 19. Kwa mara 6 Kevin De Bruyne KDB amefanikiwa kuchukua ubingwa wa ligi kuu ya nchini Uingereza EPL, English Premier League, akiwa na klabu ya Manchester City. Lakini pia Kevin De Bruyne King Kevin amechukua mataji mawili ya FA Cup akiwa na klabu ya Manchester City, bila kusahau 5 League Cups, vikombe 5 vya ligi, alafu akachukua Champions League akiwa na klabu hiyo hiyo ya Manchester City. Lakini pia alifanikiwa kuchukua Super Cup akiwa na klabu ya Manchester City, bila kusahau Club World Cup. Kwa hiyo KDB ni mchezaji legend kweli kweli katika klabu ya Manchester City mwenye mafanikio makubwa sana. Na taarifa zinasema kwamba hivi karibuni litatengenezwa sanamu, statue, Kevin De Bruyne statue. Litatengenezwa sanamu la King Kevin ambalo litakaa pale nje ya uwanja wao, uwanja
wa klabu ya Manchester City. Yes, hichi ni kitu kikubwa sana. Manchester City hawajasubiri mwamba afe ndo amwagie maua yake. Unajua kumekuwa na experience fulani hivi duniani bana. Ukifanya mazuri unasubiriwa siku ukifa ndo mazuri yako yasemwe. Sasa Manchester City hawataki unafiki wa namna hiyo. Wanataka kumwenzi akiwa bado yuko hai mwamba Kevin De Bruyne, King Kevin. Bana, uliutazama mchezo huu? Ni tukio gani ambalo likuvutia zaidi katika mchezo huu? Je, ni kurejea kwa Ballon d'Or boy Mr. Rodri ama ni kuagwa kwa legend King Kevin De Bruyne? Drop your comment hapo kwenye comment. Hapa ni Super 12 ya Dino Television. Endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.